Halmashauri kuu ya CCM Taifa imefanya kikao chake maalum jana tarehe 10 Machi mwaka 2025 jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho, Halmashauri kuu ya CCM Taifa imepokea na kujadili ajenda kuu mbili zifuatazo. Moja, mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo la mwaka 2022 na mbili, rasimu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 25-30. Kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola, Halmashauri kuu ya CCM Taifa imeridhia mapendekezo ya marekebisho ya kanuni hizo. Maeneo yaliyofanywa marekebisho ni kama ifuatavyo. Moja, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa majimbo na udiwani wa kata au wadi. Mbili, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Tatu, upanuzi wa wigo wa idadi ya wajumbe wa vikao vya chama na jumuiya zake watakaopiga kura za maoni. Lengo la hatua hii ni kuimarisha misingi ya demokrasia, uwazi na kupanua uwakilishi wa wanachama wa CCM katika kuwapata wagombea wa nafasi za uongozi katika chaguzi za vyombo vya dola. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. A. Kwa upande wa wabunge wa jumuiya ya wanawake UWT ngazi za mikoa kwa upande wa Tanzania bara, mkutano mkuu maalum wa UWT wa mkoa ambao utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT wa mkoa kama ilivyoainishwa kwenye kanuni za UWT. Mbili, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za wilaya. Tatu, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa UWT za kata. Kwa upande wa Zanzibar, mkutano mkuu maalum wa UWT wa mkoa utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT wa mkoa. Mbili, wajumbe wa kamati za utekelezaji za wilaya. Tatu, wajumbe wa kamati za utekelezaji za jimbo. Nne, wajumbe wa kamati za utekelezaji za kata au wadi. Tano, wajumbe wa kamati za utekelezaji za matawi. B. Kwa upande wa jumuiya ya UVCCM na wazazi, kura za maoni kwa waombaji wa nafasi za ubunge au uwakilishi wa viti maalum wanawake kupitia jumuiya ya UVCCM na wazazi zitapigwa na wajumbe wa mikutano mikuu maalum ya taifa kwa utaratibu ufuatao. Mikutano mikuu ya taifa ya UVCCM au wazazi itakuwa na wajumbe wanawake tu. Wajumbe hao ni kama wafuatao. Moja, wajumbe wote wanawake wa mkutano mkuu wa taifa wa UVCCM au wazazi. Mbili, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji za UVCCM au wazazi za mikoa. Tatu, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji za wilaya UVCCM au wazazi. Ukomo wa viti maalum. Kuweka ukomo wa viti maalum vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge au uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Vile Halmashauri kuu ya CCM Taifa imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 isemayo, kazi na utu, tunasonga mbele. Kauli mbiu hiyo inaakisi dhamira ya chama kuendeleza juhudi za ujenzi wa taifa lenye maendeleo jumuishi, mshikamano wa kitaifa na ustawi wa watu wenye kujali utu.